Mchezo namna ulivyokuwa ukiangalia Zairi Shaili unagundua kwamba hii timu ilikuwa inatukimbia muda mrefu, kwa sababu sisi tulikuwa tunafanya upembuzi yakinifu tugundue kwamba kati ya Simba na Yanga ni nani aliyemkimbia mwenzie. Sasa kwa kitendo alichokifanya jana, maana yake Zairi Shaili wametukimbia. Kwa sababu gani? Ukiangalia first 11 ambayo jana imechezeshwa, unaona kabisa Zairi Shaili, na sasa hivi lawama inatakiwa kwa Fadru. Yaani kama mimi ningekuwa ni kiongozi wa hii timu kwa maana ya nguvu mbili, itakiwa Fadru ni mfute kazi, au kama hajafanya yeye basi hata viongozi wenyewe wa hii timu waondoke, kwa sababu wamewakoseshea mashabiki wao utamu, kwa sababu walikuwa wanategemea katika kipindi cha miaka isiyopungua 3 si 4 hawajachukua kombe lolote. Na kitu kingine, huyu mtu Ahmed Ally walitakiwa wamfukuze, kwa sababu katika watu ambao wanagundu, yeye anagundu. Tangu amefika pale hawajachukua kikombe. Yes. Tangu amefika pale hajachukua kombe la ligi. Umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye ana nuksi. Umeelewa? Kwa hiyo nuksi yake inasababisha mpaka timu yake ifanye vibaya. Jana ukiangalia kikosi namna kilivyopangwa, unagundua kwamba wao walikuwa wametengeneza njia ya kukimbia kama walivyokimbia tarehe 8. Mtu kama Duchu, wao limeona game gani akicheza? Umeelewa? Mtu kama Kibisawala anaanzia bechi, manake wao walitengeneza mazingira watolewe ili wasikutane na sisi, kwa sababu walikuwa wanaona kiama ambacho kitakaja kuwapata. Kwa sababu ukiangalia pale kuna Pacome Zouzoua, kuna Max Zengeli, bwana hiyo timu ya Yanga mpaka la. Kuna Chama pale, huku kuna Aziz Ki ndo ameondoka. Kuna Mzinze. Jamani, hicho kikosi uwezi, kama una timu yako hivi lazima uogope. Kwa hiyo hofu yao iliwatengenezea mpaka jana watengenezee mazingira ya kuondoka, na wameondoka kwa aibu sana. Kufungwa si tatizo, lakini unafungwa goli 3 kwenye mechi ya nusu finali, umepigwa goli 3, yani umeondolewa kwa aggregate ya 3-1, kwa sababu inafanana. 3-1 ametolewa kwenye shirikisho, wamekuja kwenye hawajakata wiki, wamekuja tena 3-1 katika mazingira yale. Kwa hiyo unaona hii timu ni namna ambavyo inaruhusu magoli mengi sana. Sasa kama tungekutana na sisi, maana yake kiama kingewapata. Mechi yao waliokutana pale KMC walitoka 1-0. Pengine labda Fadru unaona ni wapi ambapo alijiamini sana kuna awabadilishie kikosi na kuwapangia vile. Nadhani ni Fadru ndo alikuwa au wachezaji walikuwa wamechoka sana? Kikosi cha Simba ni kikosi kidogo. Kwa hiyo yeye katika nafasi yake, kwa sababu kwanza katika makocha ambao wana profile dogo ni yeye, kwa sababu ukiangalia tangu yani sio tangu, yani ndio mara ya kwanza amekuwa kocha mkuu katika timu ya Simba. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo uwezo wake mwenyewe binafsi ni wa kawaida. Alafu kikosi ukiangalia ile mechi ambayo wamecheza ya KMC hapa, yani wamecheza na Singida. Wametumia nguvu nyingi sana nje ya uwanja. Ukiangalia game ile, sasa jana manake walichokifanya mechi ya mwanzo kimedhihirisha kwamba kuna dhuluma fulani ambayo ilifanyika. Mazingira yale ndio yamekwenda kwa hukumu kule, kwa sababu refa alisimamia zile sheria 17 za soka, mwisho siku wakajikuta wameshindwa kufanya ujanja wao. Sasa ile pale Matole, ile ndio Simba. Ile ndio Simba. Nisikilize, ile ya juzi ya jana, ile ndio Simba yenyewe. Yaani hizo nyingine zote hizi za medicine sio madawa sio nini, ile ndio Simba, yani ile ndio iliyokamilika. Yani pale ndio wanavochezaga, yani vile ndio wanavocheza. Sio kwamba walichoka pale. Walichoka na nini sasa? Walifululiza mechi. Hiyo kufululiza mechi, utaratibu wa mpira unasemaje? Ni masaa 24 kuingia kwenye mechi nyingine, si ndio? Sasa wamefululiza nini? Alafu wangetuambia sasa mapema kwamba wanaenda kucheza kwenye mechi hiyo, lakini wana uchovu. Yaani wangewaambia mashabiki wao kwamba jamani, tunaenda kucheza hiyo mechi ya nusu finali. Lolote litakayotokea kama walivyosema kwamba sio tunajenga kikosi, wangewaambia tu, yani ili shabiki, kwa sababu hata mimi mtani kwangu pale kuna shabiki mpaka amezimia kwa mechi ya jana. Serious. Yaani amezimia kwa sababu ya mechi ya jana. Kwa hiyo wangewaambia mashabiki jamani, sisi tunaenda kucheza mechi hiyo, lakini tuna uchovu. Maana shabiki angekuwa anaangalia mechi, lolote litakayotokea, lakini walisema wenyewe. Tena Ahmed Ally ananukuliwa akisema kwamba kombe hili wanalitaka. Sasa kulitaka ndio vile. Na walikuwa wajui kwamba wana siku 3 kabla ya kucheza mechi. Hilo walikuwa walijui. Kwa hiyo ukiangalia ni namna ambavyo wamewakosea mashabiki wao, wanatakiwa waje waombe radhi. Kwa sababu kwanza wamewaibia viingilio vya mechi ile, wameipeleka mechi Zanzibar. Pesa wanaambia baada ya pesa kiingilio watakuja kuangalia Simba Day Swilili. Sasa ni uni tu. Ni uni ambao wanakuwa wanafanya. Kwa hiyo cha msingi mimi na ndio maana nilitoka kule. Mimi nilitoka ile klabu kwa sababu ni klabu ambayo ina udhulumishi sana, dhulma ni nyingi sana. Unachukua viingilio vya watu afu unawaambia mtakuja kuangalia mechi nyingine. Kwani lazima? Mtu amekata tiketi kwa ajili ya kuangalia Simba na Berkane, unaambia utakuja kuangalia Simba Day. Ni uni tu. Kwa hata jana wamefanyia uni, wamewanyima haki mashabiki wao ambao wamesafiri kutoka hapa mpaka kwa. Mimi nimefika kule, ni mbali sana. Fikiria umetoka kule
kwa raha kule kwenye ule uwanja wao kule Manyara, alafu unarudi mpaka huku ukiwa na mzigo wa goli 3, ni kitu ambacho kinaumiza sana. Bwana, pengine kuumia kwa Musa Kamara ndicho kimesababisha Simba afungwe goli nyingi vile. Musa Kamara ameumia wapi? Yule amejivunja, aliona mazingira. Kwa sababu gani? Yeye alichokiogopa ni zile ngumi. Kwa sababu yani ile goli alivyofungisha lile. Kwa sababu unajua alikuwa amekaa kama imamu anaswalisha. Ile goli anafungwa kasimama kama imamu. Umeelewa? Kwa hiyo alichokuwa anakiogopa akifungisha la pili, nani yule eti Donald Ngoma, nani huyu? Ngoma atakuja kumpiga vitasa. Si alimkosa ile mechi ya Zanzibar. Kwa hiyo akajua hapa kabla Ngoma hajapata hasira nikimbie mapema, kajivunja tu. Ile ameondoka. Unajua ile ni timu, lakini umeona sisi kwenye jezi yetu kuna ndondi. Umeelewa? Kwa maana ya michezo, lakini hatupigani. Wao nembo yao haina ndondi, lakini wanapigana. Tumeona Simba makosa mengi yanatokea upande wa nyuma. Pengine Simba wanahitaji kuboresha upande wa nyuma. Sasa mimi nitasema hivyo. Mimi napenda wakae hivyo. Mimi siwezi kuwapa kodi. Unajua mimi ni kocha. Siwezi kuwapa kodi. Yaani waendelee kuwa na ujinga wao huo ili tunapokutana nao tuwapige nyingi. Yaani kuambia tena tuwarekebishe sehemu fulani. Muda huo sina. Yaani kuambia kwamba wana kasoro sehemu gani? Mimi kazi yangu ni kuisifia timu yangu ya Yanga na mabovu yao. Mimi ndio yananifurahisha. Yaani hivyo wanavyoenda hivi. Ni kwangu mimi ni furaha kwa sababu hii ilikuwa ni wiki ya masimango, lakini wametuongezea kitu kingine baada ya kufungwa jana. Wametuongezea utamu, wametuongezea raha ya sisi mashabiki wa Yanga kujimwamba fai na kusikia raha. Yaani kwa kifupi sisi hivi tuna raha. Na kwa sababu ya hiyo raha tutaenda Zanzibar. Tukitoka Zanzibar tutaenda zetu Kigali Rwanda hapo kwa ajili ya kwenda kuongezea raha nyingine. Sisi unajua kama si hatuchezi. Bado hiyo kauli inasimama? Sio bado hatuchezi. Yaani Yanga hatuchezi hiyo game. Lakini mpaka leo tumeona wameposti kwamba next match wameandika kwamba ni derby. Sasa ukiona kichekesho iko lini Simba akaposti mechi ambayo inawahusu Yanga, kwa sababu sisi ndio wenyeji, au lini Yanga akaposti mechi inawahusu Simba? Sisi ndio wenyeji. Mpaka sasa hivi hakuna viingilio vilivyotangazwa, haujulikani uwanja gani utachezeshwa. Sisi kama Yanga tunatakiwa sisi ndio nani wenyewe, kina nani wataenda kucheza wao. Wataenda kucheza wao. Sisi tutakuwa tayari tuko huko nchi za watu huko tukiwa tunapata raha, lakini kwa mechi hiyo sisi hatuchezi. Tutakuwa tuko safarini huko. Kuna matukio ambayo tunaona yakiendelea sasa hivi kwa Simba, wenyewe wanasema ubaya, mtu akiwafanyia ubaya wanamfanyia ubwera. Sasa katika mechi mfululizo hivi tunaona matukio ya ovyo yanaendelea uwanjani pale. Hata jana tumeona wakirusha machupa uwanjani. Hii inaita maana gani? Hii kwa sisi ambao tumesoma masuala hata ya kiimani ni kwamba ukimua mtu au ukifanya unyama, hata kizazi chako kitakuja kurudia. Ujue hawa wanyama timu yao ya kinyama, maana yake si ni Simba, si mnyama. Alafu hata ukiangalia bendera yao ni nyekundu kama waganga kienyeji. Kwa hiyo matukio ya unyama kwa wao hapo. Sisi rangi zetu unaona zimetulia. Njano, kijani, nyeusi, rangi ambazo zina utulivu. Na kila rangi. Wewe mtafute mtu wa Simba fumulize. Rangi nyekundu kwenye jezi yao ina maana gani? Sisi kijani tutakwambia nyasi. Njano tutakwambia baba madini. Nyeusi si wa Afrika. Ndio maana inaitwa Young Africans. Umeelewa? Kwa hiyo kumwaga damu, kuumizana, vita, ghasia ni kwa sababu namna ambavyo asili ya timu yao. Kwa hiyo wewe lisikushangaze, wataendelea kufanya vurugu sana mno. Kwa sababu hiyo mechi walisema kwamba mashabiki wote tofauti na wao wasiende, wakaamini watashinda, lakini mwisho wa siku wamefungwa wakiwa wao wenyewe. Ili sikuumize kichwa hilo. Ni kwamba kutokana na asili, unajua kila kitu kina asili yake. Nimekwambia Yanga ni kwa sababu ya rangi zile. Yaani ukipoteza njano, ukapoteza kijani, nyeusi, maana hiyo sio Yanga tena. Sababu kila kitu kina asili yake. Kwa asili yetu sisi ni utulivu, ni upole. Na ndio maana tumefanywa vurugu na haujaona tumelipiza. Juzi msemaji wetu anasema jamani, wananchi tulieni, msifanye bugza, tulieni kwa sababu sisi watu wa mpira, wao watu wa vurugu. Kwa kumalizia, jana msemaji wa Simba amesema kwamba kama kufanikiwa fanikiwa 100% katika msimu huu. Kama kuchukua hili kombe la NBC itakuwa ni ziada tu, lakini halina umuhimu. Kweli kauli yake hii ni sahihi au sahihi kwa watu wanaomsikiliza wa timu yake ambao wamekaa muda mrefu wakiwa wanadanganywa. Michuano inapoanza, cha kwanza kila mtu anagombania kombe. Baadaye ndio timu zinajichuja. Umeelewa? Sasa kuwahadaa watu kwamba wao yani kuchukua kombe mara nyingi, sisi tunacheza msimu huu kipindi hiki. Kwa hiyo unatakiwa na kama ulikuwa malengo yako hayo ungesema mapema, kama ambavyo walivyoadaa. Ujue hiki walichokifanya wao ndio kimeleta utulivu. Timu yao ilikuwa na migogoro mingi sana, kama unakumbuka. Zilikuwa kelele za Mangungu, kelele za Trey Again. Wale wakatengeneza propaganda
za kujifanya wanatengeneza timu ili kuziba kelele zao, wakafanikiwa. Walipofanikiwa sasa hata hicho unachokiona wamekosa kucheza fainali, lakini uone mashabiki wao wakipandi kwa sababu washaambiwa wanatengeneza timu. Hile ni zilikuwa mbinu za kijasusi za viongozi wao ili kuwarubuni wasipige kelele. Kwa sasa hivi zile kelele zimeisha. Sasa watu wamesoma Cuba. Hadi viongozi wamesoma Cuba. Na mimi nikushukuru sana. Asante sana.